Naam, karibu tena mtazamaji. Polisi katika kaunti ya Kirinyaga wameanzisha uchunguzi kufuatia tukio jingine la wizi katika kanisa la PCEA Kari, eneo la Kangai, eneo bunge la Mwea. Waumini wameeleza hofu na ghadhabu baada ya wezi hao kuvamia kanisa hilo na kuiba mali ya kanisa yenye thamani ya shilingi 500,000 pesa taslimu, huku viongozi wa kanisa wakitoa wito wa kuimarishwa kwa usalama katika maeneo ya ibada. Kisa hiki kimeongezwa kwenye idadi ya visa kadhaa vya wizi katika eneo hilo. Milia Kisenya anasimulia zaidi. Waumini waliofika katika kanisa la Kari PCEA Kirinyaga waliachwa vinywa wazi walipofika hapa kwa shughuli zao za kawaida za kuabudu. Licha kusudiwa kuwa eneo takatifu na la kuabudu, kwa wezi wanaodaiwa kuvunja, kuharibu na kuiba mali ya kanisa hili, hayo hayakutia hofu. Tukio hilo linaaminika kutokea wakati wa usiku na kuacha waumini wakiwa na mshangao na hofu kuhusu usalama wa maeneo ya ibada katika kaunti hiyo. Kulingana na waumini hao, miongoni mwa vitu vilivyoibiwa ni vifaa vya kanisa, vikiwemo kipaza sauti pamoja na vitu vingine vya thamani vinavyogharimu kima cha shilingi 500,000, huku wizi huo ukiathiri baadhi ya shughuli za kanisa. Pewa ripoti masaa ya saa samba nikitoka ranji, nikaambiwa kanisa tumefungua. Nikauliza kiateka kama amefungua hii church, akaniambia hapana. Nikamwambia akimbie kwanza aone, then nikasikia hapana, wacha kwanza nikimbie. Nikakunja nikaona, nikapata kanisa imefunguliwa, nikapata kuna vitu zimeenda kama kimbo 2 na mixer moja. Kufikia sasa, polisi wa kituo cha Kangai wanachunguza tukio hilo, huku wito ukitolewa kwa mtu yoyote mwenye taarifa kuhusu tukio hilo kuwasiliana na vyombo vya usalama. Ningetaka kuhimiza administration ambao wanasaidia kwa mambo ya sheria, ili waangalie hizi bidhaa za kanisa zinaibiwa zinapelekwa wapi, kwa sababu kama hapa Kirinyaga tumesikia zimeibiwa sana. Tukio hilo katika kanisa la PCEA Kari linafuatia matukio mengine mawili ya kuvamiwa kwa makanisa na uripotiwa wiki iliyopita katika eneo hilo. Makanisa yote yaliyoathiriwa yanadaiwa kuendesha shughuli zao bila walinzi. Milia Kisenya, KTN.